Hii nchi inaweza kuwa nchi isiyofahamika zaidi Afrika. Ni ndogo sana na watu wengi kutoka Afrika hawajui hata kama ipo. Inaitwa Sao Tome and Principe. Nchi ilipewa jina la mtakatifu wa kwenye Biblia na iko katikati ya bahari ya Atlantic. Wengi huiita nchi iliyojificha. Ina watu takribani 200,000 tu. Ni moja ya nchi ndogo zaidi barani Afrika. Imeundwa na visiwa viwili vikuu, Sao Tome Island na Principe Island. Mji mkuu wake unaitwa Sao Tome. Lugha rasmi ni Kireno kutokana na kwamba walitawaliwa na Wareno. Baada ya Wareno kufika hapa, visiwa hivi vilikuwa havina wakazi wa kudumu. Hivyo wakawasafirisha watumwa wenye asili ya Afrika na kuweka katika visiwa hivi. Leo hii watu wake wanaishi zaidi kwa kilimo na uvuvi. Sarafu yao inaitwa Dobra. Lakini jambo la kushangaza ni hili. Ni miongoni mwa nchi zilizo na rushwa ndogo sana. Na uzuri wake ni wa kuvutia. Fukwe tulivu, misitu ya kijani na mazingira safi yasiyoguswaguswa sana. Ni nchi ambayo watu wengi hawajawahi kuitembelea, lakini ukiiona huwezi kuisahau. Kama unapenda kujua zaidi kuhusiana na Afrika, ni follow, subscribe my account kwa ajili ya story kama hizi, na posti video 100 kuhusiana na Afrika tu. Hivi unajua kuna nchi barani Afrika ina miji mikuu 3 wakati nchi nyingine zote zina mji mkuu mmoja mmoja. Nchi hii ni kama dunia ndani ya nchi moja. Hii ni Kwa Undani Afrika episode namba 5. Inaitwa South Africa, Afrika ya Kusini. Nchi namba 1 kwa umaarufu zaidi barani Afrika. Maarufu kwa historia yake, viongozi wake, wanyamapori wake, watu wake. Hii ndiyo Rainbow Nation na nyumbani kwa Nelson Mandela, alama ya uhuru duniani. Iko kusini mwa bara la Afrika ikiwa na watu zaidi ya milioni 60 kutoka makabila na tamaduni tofauti tofauti. Ni moja ya nchi zilizo na diversity kubwa zaidi duniani ikiwa na lugha rasmi 12. Na hizi ndizo capital city 3 zinazopatikana Afrika ya Kusini. Ya kwanza ni Pretoria, serikali kuu ndio inakaa humo. Cape Town ni sehemu ambapo ni mji ambao bunge lipo, na Bloemfontein ambapo ni mahakama kuu ilipo. Lakini mji mkubwa zaidi Afrika Kusini unafahamika kama Johannesburg, ni mji wa kibiashara ambao unaitwa Goldland. Nchi hii ina utajiri mkubwa zaidi wa madini, dhahabu na almasi, bila kusahau platinum. Lakini pia inaingiza pesa kupitia utalii, viwanda na kilimo. Sarafu yao ni randi na dola moja ya Kimarekani ni takriban randi 18 za South Africa. Walihosti pia FIFA World Cup 2010. Ilikuwa ni World Cup ya kwanza kabisa kufanyika barani Afrika. Ni nchi yenye mandhari nzuri sana na watu wenye nguvu ya kupenda kupambana, na fursa ni nyingi zisizo na mwisho. Mungu ibariki Afrika ya Kusini. Nitaposti video 100 kuhusiana na bara la Afrika ambazo I hope ulikuwa uzifahamu au ulikuwa uzielewi kwa undani. Ni follow sasa, subscribe usije ukakosa video hata moja. Hivi unajua kwamba kulikuwa na jeshi la wanawake pekee Afrika na walikuwa hatari kuliko wanaume wengi? Hii ni Kwa Undani Afrika episode namba 4. Hawa waliitwa Dahomey Amazons au Agoji. Walitokea kwenye ufalme wa Dahomey, leo hii panafahamika kama Benin. Hawa wanawake hawakuwa walinzi tu, walikuwa warriors wa kweli, wauaji wa kutisha, na walitisha sana kuanzia mwaka 1600 mpaka 1800. Wazungu waliwaita Amazons, lakini kwao walijulikana kama wake wa ufalme, yaani wanawake walioolewa na ufalme na si wanaume. Walichaguliwa kwa nguvu na wengine walijiunga wenyewe, lakini maisha yao yalikuwa tofauti sana. Hawaruhusiwi kuolewa wala kupata mtoto. Maisha yao yote yalikuwa ni vita tu. Walifundishwa kuvumilia maumivu, kuruka miiba na kupigana bila hofu ya kifo chini ya mfalme wao aitwaye Gizo. Jeshi hilo lilikuwa lina hadi maelfu ya watu. Walipigana vita kali sana, lakini mwisho wao walikuja kukutana na Mfaransa. Walipigana bila kurudi nyuma. Wanawake walikimbilia risasi uso kwa uso, hata maadui zao waliwakubali. Ushujaa wao haukuwa wa kawaida. Mwaka 1894 ufalme ulianguka na jeshi lao likavunjwa. Wengine walirudia maisha ya kawaida, lakini wengine hawakuweza kabisa. Mwanamke wa mwisho wa Agoji anayejulikana ambaye
aliyekufa wa mwisho anaitwa Nawi. Alifariki mwaka 1979 akiwa na umri wa miaka 100. Lakini ukweli ni huu, ufalme wa Dahomey haukuwa na hadithi hii tu, ulikuwa pia ni sehemu ya biashara kubwa ya utumwa. Follow na subscribe my channel kwa info, usije ukakosa story kama hizi ninazoendelea kukuletea. Kuna nchi ya Afrika ambapo utapata watu weusi zaidi ulimwenguni. Melanini yao ina glow kama goldi. Na sio tu hiyo, ni moja ya nchi kubwa zaidi ya Afrika. Nchi hiyo inaitwa Sudani. Sudani ipo kaskazini mashariki mwa Afrika. Inaundwa na makabila 500 tofauti tofauti. Mji mkuu unaitwa Khartoum na lugha zao kuu ni mbili, Kiingereza na Kiarabu. Dini kubwa hapa ni Uislamu. Na usidanganyike, Sudani sio nchi maskini. Ina goldi, mafuta na ardhi yenye rutuba. Fun fact ni kwamba Sudani wana piramidi nyingi kuzidi Egypt. Na zamani ilikuwa ni nchi moja pamoja na Sudani Kusini mpaka walipogawanyika mwaka 2011. Lakini pamoja na utajiri huu, maisha ya Sudani sio rahisi. Migogoro, siasa na changamoto za kiuchumi zinawakumba kila siku na zimekuwa sehemu ya maisha yao. Lakini still watu wa Sudani wanasimama imara, japo wanajiita Waarabu ila ni mablack. Kama unapenda kujua ukweli kuhusiana na Afrika ambao hautaambiwa sehemu nyingine yoyote, subscribe to my channel, follow me for more update. Kuna nchi ya Afrika karibu watu wote ni Waislamu na naamini kila Muislamu angependa kuitembelea. Nchi hiyo inaitwa Mauritania. Ipo Northwest Africa. Inapakana na Western Sahara, Algeria, Mali na Senegal. Na pia inafika hadi bahari ya Atlantic. Lugha yao rasmi ni Kiarabu na mji wao mkuu unaitwa Nouakchott. Cha kushangaza zaidi, karibu 100% ya watu wake ni Waislamu. Wana watu kama milioni 4.9 tu, lakini wamegawanyika katika makundi manne ya kimakabila. Mauritania ni miongoni mwa wauzaji wakubwa wa iron ore barani Afrika. Pia wanapata pesa kupitia mifugo, uvuvi pamoja na madini ya dhahabu. Lakini hii ndio fakti ambayo wengi hawaifahamu. Mauritania ilikuwa nchi ya mwisho duniani kuufuta utumwa mwaka 1981. Ni nchi ambayo jangwa la Sahara linakutana na bahari na dini pamoja na utamaduni vinaongoza maisha ya kila siku. Hii ni Mauritania. Ukipenda kujua zaidi kuhusiana na siri za bara la Afrika, follow me, subscribe to my account for more videos. Je, Liberia iliwahi kutawaliwa au haikutawaliwa kabisa? Leo tumalize hii debate. Turudi nyuma kidogo hadi Marekani karne ya 18. Baadhi ya watumwa weusi waliachiwa huru, lakini uhuru haukuwa rahisi. Walikutana na ubaguzi mkali kutoka kwa wazungu na hata wengine waliogopa kuwa wangechochea uasi au utumwa mwingine. Ndipo mwanaume mmoja aitwaye Robert Finlay akaja na idea. Akasema, kwa nini hawa wasirudi Afrika na wakaanzisha nchi yao? Hapo ndipo American Colonization Society ilipoanzishwa. Misheni yao ni kuwapeleka watumwa waliokombolewa kuwarudisha Afrika. Kati ya mwaka 1822 mpaka mwaka 1861 zaidi ya watu 15,000 walihamia Afrika na kuanzisha nchi mpya Liberia, Land of Liberty. Lakini kuna kitu hatukuambiwa. Ardhi ya Liberia haikuwa tupu. Ilikuwa tayari ina jamii za Waafrika wengine ambao wanaishi eneo hilo. Wale waliokuja waliitwa American Liberian. Wakaja kujenga miji, kutunga sheria na kuwatawala waliowakuta pale. Na walifanya vyote bila ruhusa ya wenyeji. Walijiona bora, wakakopi mfumo wa Marekani, then wakauapply pale na kushikilia kila kitu, kisiasa, kijeshi na kiuchumi. Zaidi ya miaka 100 wenyeji walitengwa kabisa mpaka mwaka 1980 mapinduzi ya kijeshi yalipoondoa utawala huo na Samuel Doe akawa rais wa kwanza wa Liberia, Muafrika mwenye asili ya Liberia. Swali linabaki, je, Liberia ilitawaliwa au haikutawaliwa? Kama haikutawaliwa, hawa Waafrika wenzetu ambao waliwatawala Waafrika wenzetu walifanya nini? Kama unapenda interesting African story, follow my channel for more update. Hii ndio nchi, shepu lake linaonekana ni la duara zaidi duniani na nchi hii inapatikana barani Afrika. Na printing press ya kwanza Afrika ilijengwa katika hii nchi. Chuo kikuu cha kwanza cha nchi za Sub-Saharan Africa kilijengwa hapa. Labda ndio maana mmoja kati ya watu walioelimika zaidi duniani alitokea hapa. Ukifika tu nchi hii wanakuchukulia kama mtu wao kabisa. Nchi inaitwa Sierra Leone. Sierra Leone ipo West Africa ikiwa na watu zaidi ya milioni 8. Mji wake mkuu unaitwa Freetown.
Freetown, na historia yake ni deep sana. Mwaka 1700 huko kitambo, ilikuwa ni kambi ya watumwa waliokuwa wameachiliwa huru. Watumwa hao walitoka Ulaya na Marekani na walikuwa wamerudi Afrika kuanzisha makazi mapya, na ndiyo maana wakauita mji huo Freetown kama ishara ya uhuru wao. Lugha rasmi ni English, lakini karibu kila mtu hapa Sierra Leone anaongea Creole. Dini kubwa ni Uislamu, lakini wana uvumilivu mkubwa. Nchini Sierra Leone, Muislamu anaweza kumuoa Mkristo bila shida yoyote. Nchi ina utajiri mkubwa wa diamond, gold na aluminium, na ni moja ya nchi tulivu zaidi Afrika. Ukitaka kuona ukarimu wa kweli wa Mwafrika, nenda Sierra Leone. God bless Sierra Leone. Ukipenda kujua story, facts na amazings kuhusiana na bara la Afrika, upo kwenye peji sahihi. Ni follow sasa hivi, subscribe to my channel usije ukamiss video yoyote. Na story ya kesho inabamba zaidi. Lakini pia unaweza ukasuggest nilete story gani, niongelee nchi gani? What if nikikwambia kwamba Israel ingeweza kuwa Afrika? Na sio kwamba hii ni fiction, hii ni story halisi iliyokaribia kuibadilisha dunia. Mambo yanaanzia mwaka 1903. Uingereza ilipendekeza kitu cha kushangaza sana. Walipendekeza kuwapa Wayahudi eneo ambalo wataanzisha taifa lao, lakini haikuwa Palestina, bali eneo la Afrika Mashariki, sehemu ya sasa ya Kenya, karibu na maeneo ya Mau Escarpment. Wakati huo Wayahudi wa Ulaya walikuwa wanakumbwa na mashambulio makali na walihitaji mahali salama pa kuishi. Kiongozi wa Zionism, Theodori Herzl, alikuwa akitafuta home, nyumbani kwa watu wake, lakini ndoto yake kuu ilikuwa ni Palestina. Uingereza kupitia Joseph Chamberlain wakaweka ofa mezani, takribani maili 10,000 ya ardhi ya Afrika Mashariki. Lakini kuna kitu muhimu sana hapa. Afrika haikuulizwa chochote, bali ardhi yake ilijadiliwa kama solution ya matatizo ya Ulaya. Baadhi ya viongozi wa Zionism waliona kama nafasi ya uokozi, wengine wakasema only Palestina. Hivyo kufikia mwaka 1905 ofa hii ikapigwa chini. Hivyo mradi wa Uganda Scheme ukafa hata kabla hujazaliwa. Lakini hebu fikiria hii, kama mpango huo ungekubaliwa, huenda historia ya Afrika Mashariki ingekuwa tofauti sana. Dunia ingeweza kuwa na taifa tofauti kabisa hapa barani Afrika, na leo hii ningekuwa nasimulia historia tofauti kabisa. Swali ni moja tu, hii ilikuwa ni suluhisho au lingekuwa kosa kubwa la kihistoria? Niandikie maoni yako hapo chini. Kama unapenda taarifa, facts and amazing story kuhusiana na bara la Afrika, uko kwenye peji sahihi. Ni follow. Kama ni YouTube, subscribe to my channel. Kanisa kubwa zaidi Afrika halipo Nigeria wala halipo Afrika ya Kusini, lipo Ivory Coast. Linaitwa Basilica of Our Lady of Peace na lipo Yamoussoukro uko Cote d'Ivoire. Kanisa hili lina ukubwa wa mita za mraba 30,000 na linaweza kuchukua hadi watu 18,000 kwa wakati mmoja. Lakini hapa kuna twist kidogo. Kama unafikiri hilo kanisa ni kubwa, hebu sikiliza kwanza hii. Nchini Nigeria kuna makanisa ambayo yana uwezo wa kuingiza hadi watu 1,000,000 kwenye misa moja, ibada moja, kama Redeemed Christian Church of God na mengine mengi. Mfano Hand of God Cathedral, hawa wanaingiza hadi watu 120,000 kwa siku. The Ark ambayo inaingiza zaidi ya watu 100,000. Sasa jiulize swali simple, tukiongelea ukubwa, tuangalie kanisa lenye jengo kubwa, Basilica of Our Lady of Peace, au kanisa linaloingiza watu wengi? Niambie kwenye comment hapo, unahisi ukubwa tu upime kwa nini? Kama unapenda story kuhusiana na mambo ya kushangaza Afrika, uko kwenye peji sahihi. Ni follow. Kama ni YouTube, fanya kusubscribe. Msikiti mkubwa zaidi ya Afrika haupo Morocco na wala haupo Misri kama wengi wanavyodhani. Upo Algeria, na si msikiti wa kawaida. Huu ndio Jamaa El Jazeir, msikiti mkubwa zaidi ya Afrika na watatu kwa ukubwa duniani. Una uwezo wa kubeba zaidi ya watu 120,000 kwa pamoja. Na si tu hilo, ndio msikiti wenye mnara mrefu zaidi
duniani, ukiwa na mnara wenye mita 267. Ndani yake kuna maktaba, makumbusho na complex kubwa zaidi ya kiwanja cha mpira. Lakini watu wengi bado hawaujui msikiti huu. Sasa jiulize, kama huu ndo msikiti mkubwa wa Afrika, je, kanisa kubwa linaonekanaje na lipo wapi? Usikose my next video, nitakuelezea kuhusiana na kanisa kubwa zaidi Afrika. Nchi linayotokea inashangaza kweli. Hivi unajua kuna mji mkubwa wa mawe ulijengwa Afrika miaka 900 iliyopita, lakini wazungu walikataa kuamini kwamba Waafrika ndio wameujenga mji huo. Hii ni Kwa Undani Africa episode namba 1. Walidai haiwezekani kwamba Waafrika hatuna uwezo huo, lakini ukweli ni tofauti kabisa. Inaitwa Great Zimbabwe. Ulikuwa mji mkubwa wa kifalme uliojenga kuanzia mwaka 1100 na ulikuwa makao makuu ya utawala wa Shona. Neno Zimbabwe lina maana nyumba ya mawe. Watafiti waligundua vitu kutoka mbali sana: viungu vya China, sarafu za Waarabu pamoja na vitu kutoka Persia. Waafrika wa zamani walikuwa ni sehemu ya biashara ya dunia. Dhahabu, pembe za ndovu na bidhaa nyingine zilisafirishwa kutoka Afrika kwenda duniani. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba kuta kubwa za kingdom hiyo zilijengwa bila saruji, cement. Ndani yake kuna mnara wa mawe, mpaka hii leo unawachanganya wataalamu. Inaaminika ilikuwa ni ishara ya utajiri au sehemu ya kifalme, na sio watu wachache waliishi hapa. Inaaminika waliishi watu kati ya 10,000 mpaka 20,000. Lakini kitu cha ajabu kilitokea. Karne ya 1400 watu waliondoka ghafla, na mpaka leo hakuna anayejua sababu halisi. Baadaye wakoloni walipofika, waliharibu sehemu ya mji na kudai kwamba Waafrika hawawezi kujenga kitu kama hiki. Lakini leo ukweli unajulikana. Great Zimbabwe ni uthibitisho wa akili, nguvu na ustaarabu wa Muafrika. Afrika ina historia kubwa kuliko tunavyoambiwa. Ni follow sasa hivi, kwa sababu kesho na kuletea story nyingine kali zaidi kuhusiana na Afrika. Imepewa nguvu na Mr. Pixel TZ kutoka Ubungo Mawasiliano. Unajua kwamba Sudani ina piramidi nyingi kuliko Egypt, Misri. Hii ni Kwa Undani Afrika episode namba 3. Sudani ndiyo nchi ambayo watu wengi hawaizungumzii. Ndiyo nchi yenye moja ya makusanyo makubwa zaidi ya piramidi duniani. Sudani ina piramidi 200 zilizojengwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita, na zilijengwa na ufalme wenye nguvu uliokuwa unaitwa Kush. Huu ndio ufalme wa Kiafrika wenye nguvu uliowahi kutawala hata sehemu za Misri. Piramidi hizi zinapatikana maeneo ya Meroe, Nuri na Jebel Barkal. Lakini swali ni, zilijengwa na nani? Zilitumika kama makaburi ya kifalme, wafalme mashujaa wa Kush. Tofauti na za Egypt, hizi ni ndogo lakini ni ndefu, zenye shepu ya ncha. Ni kitu cha kushangaza zaidi, ni nyingi zaidi na historia yake haijulikani sana. Piramidi za Sudani ni moja ya hazina kubwa ya historia ya Afrika, lakini bado ni siri ambayo watu wengi duniani hawajaifahamu. Hii inatukumbusha kitu kimoja: historia ya Afrika ni kubwa kuliko tunavyoambiwa. Kama unataka kujua ukweli kuhusiana na mambo mengi yanayotokea Afrika, follow hii akaunti, subscribe kwa more information na more update. Nimepewa nguvu na Mr. Pixel TZ, anauza DJI. Kwa nini nchi inaitwa South Africa, Afrika ya Kusini? Kwa nini isiitwe Zulu, Johannesburg au jina lingine? Hii ni Kwa Undani Africa episode namba 2. Leo nilijiuliza swali hilo, ikabidi nichunguze historia, na nilichokutana nacho kinashangaza kidogo. Kabla ya mwaka 1910, South Africa haikuwa nchi moja. Ilikuwa imegawanyika katika maeneo tofauti yanayotawaliwa na Waingereza pamoja na Waholanzi. Kulikuwa na maeneo kama Cape Colony, Transvaal na Orange Free State. Halafu mwaka 1910 waliunganisha maeneo yote na kuunda nchi moja iliyokuwa chini ya utawala wa Muingereza. Swali likawa hapa, wataiitaje? Hawakuchagua jina la kabila wala ufalme wa zamani. Walichagua jina rahisi la kijiografia, Union of South Africa, yani nchi iliyoko kusini mwa Afrika. Baadaye mwaka 1961 nchi ilipokuwa jamhuri iliitwa Republic of South Africa, jamhuri ya watu wa Afrika Kusini, na leo tunaiita South Africa, Afrika Kusini. Tofauti na nchi nyingi za Kiafrika ambazo zilipewa majina ya kifalme na kikabila, South Africa yenyewe imepewa jina kulingana na location kwenye ramani, na hapa ndipo panapovutia zaidi, kwa sababu tayari kuna nchi inaitwa South Africa. Hatuwezi kulitumia jina hilo kuiita ukanda wa Afrika ya Kusini.
kaskazini, Afrika Kusini, kwa sababu Afrika Kusini tayari ni nchi. Ndio maana tunasema East Africa, West Africa, North Africa, lakini hatusemi South Africa, tunasema Southern Africa. Kama unataka kujua zaidi kuhusiana na historia ya Afrika ambazo hazizungumzwi popote, ni follow sasa hivi, kwa sababu kesho na kuletea story nyingine kali sana. Imepewa nguvu na Mr. Pixel TZ.